Ya ndugu zangu wapendwa, ninawasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni muda ule wa kuchangia chakula cha kiroho ambalo ni neno la Mungu kama ilivyo kawaida yetu kwenye grupe hii. Na ninamshukuru Mungu sana ambaye amenijalia neema ya kuwa mnenaji kwa wakati huu. Lakini sasa ili kwamba isiwe sauti yangu ndio itasikilika katikati yenu, hebu acha tuliitie jina la Bwana ili kwamba mwenyewe apate kuzungumza na kila msikiaji kwa siku ya leo. Baba wa mbinguni, ninakushukuru tena, ninasema asante sana kwa sababu umenijalia neema hii ya kuamka mzima na kunipatia nafasi nzuri ya kuweza kuongea na ndugu zangu. Na katika neno lako ninajua wazi ya kwamba kutatokea ama kutaonekana uzima, tena uzima ule ambao ni wa milele, kwa maana neno lako ni roho na tena ni uzima. Basi kwa sababu mimi ni mwanadamu mdhaifu sana, mtu ambaye hana ujuzi mwingi, ambaye hawezi kufanya chochote isipokuwa awezeshwe na wewe, ndiyo maana inalitia jina lako kwa wakati huu ili kualika wewe Bwana upate kuzungumza na watu wako. Acha kwa njia ya Roho wako Mtakatifu chakula hiki kipate kuwafalia wale ambao wanakipokea. Neema yako itayarishe mioyo yao, kila mmoja kipokee kwa moyo wa furaha, na chakula hiki ambacho ni neno lako kipate kumjenga, kikamsaidie kutoka katika udhaifu, kwa maana sote tu wadhaifu. Chakula hiki kikamjenge katika maisha yake ya kiroho ili kwamba pate kukua na kudumu ama kuendelea katika wewe, halafu akazae matunda na yeye kwa wakati wake, na awezeshe wengine pia kubadilika na kufanywa wana, kwa sababu hilo ndilo lengo letu, ndilo kusudi letu. Tunataka kufanywa wana wako, kwa maana sisi tulikuwa wana wa uasi, lakini sasa kwa kuamini wewe Bwana leo tumeitwa wana wako. Basi saidia anayelisikia neno hili, na mimi mwenyewe ukanisaidie Bwana kwa neema yako, ili kila nitakachokizungumzia kiwe ni kile ambacho kinatokana na wewe, tena kiwe kia kujenga na kukupatia wewe utukufu. Haya yote Bwana yakafanyike kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu, na utukufu wote kurudi wewe peke yako, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Jamani, ninawasalimu sana, na kwa wakati huu kama kawaida yetu ninamshukuru Mungu ambaye amemtumia mtumishi wake Gedeon kulianzisha kundi hili, na akaona vema nipate kuwashirikisha kwenye neno hili kwa siku ya leo. Basi tujiandae kulipokea neno la Mungu, na neno la Mungu ambalo nimejisikia kuwachangiza siku ya leo si jingine bali ni lile ambalo limenibariki wiki jana kupitia mtumishi wa Mungu Joseph. Huyu Joseph amegusia neno ambalo tunalikuta katika Injili ya Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 33 ama 13, ambalo linasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu mengine yote mtazidishiwa. Neno hili limenibariki sana. Nimesikia kwamba ni neno ambalo lingeweza kumsaidia kila mtu kama tungeendelesha somo hili. Kwa kweli ninaamini ya kwamba linaweza likazaa matunda makubwa katikati yetu, kwa wale ambao wana moyo wa kutaka kujua mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu inasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Unajua neno hili tafuteni kwanza ina maana ya kwamba kuna vitu vingi ambavyo watu wanatafuta, na hii ni kweli kabisa. Watu wanatafuta vitu vingi, halafu Biblia inasema tafuteni kwanza. Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anasema tafuteni kwanza. Si kwamba anawakataza kutafuta vitu vingine, lakini kwanza ufalme wa Mungu. Unajua, ukitafuta ufalme wa Mungu kwanza,
wewe unapata kile ambacho ni cha muhimu sana. Nakumbuka hapa Martha na Maria, hawa dada zake Lazaro, wakati Bwana Yesu aliwatembelea nyumbani kwao, kuna mmoja ambaye alishughulika sana na mambo ya nyumbani ili apate jinsi ya kuweza kumpokea huyu Bwana Yesu, akamtengenezea chakula, akamkaribishe vizuri. Yaani alishughulika sana huyu ambaye ni Martha. Lakini kuna dada yake Maria ambaye naye aliona vema akae miguuni pa Bwana Yesu. Alafu hapa alikuwa akitulia na moyo wake ukiwa wazi, masikio yake yakiwa yanafunguka ili kwamba asikie kile ambacho kitatoka kinywani mwa Bwana Yesu. Unajua hawa wote wawili inaonekana kwamba walimthamini Bwana Yesu. Walithamini Bwana Yesu kiasi ya kwamba samahani, huyu mmoja aliona vema kwanza akamtayarishie maandalizi, akampokee vizuri Bwana Yesu ili Bwana Yesu ajisikie kustarehe. Akaona vema aanzie hapo. Lakini dada yake huyu Maria, yeye akaona kwamba kilicho cha muhimu ni kile ambacho kitatoka kinywani mwa Bwana Yesu, kwa sababu hiki ndicho kinaweza kikaleta uzima wa milele. Unajua wote walikuwa wanahitaji kutoka kwa Bwana Yesu, lakini alichokihitaji mmoja ni tofauti na kile ambacho mwingine alihitaji. Unajua huyu Martha alitaka Bwana Yesu asirudi akiwa hakupokelewa vizuri. Akasema basi acha nimuandalie mapokezi mazuri ili kwamba endapo ahakikishe kwamba kweli sisi ni familia ambayo inampenda. Sisi ni rafiki zake. Unajua alitaka kumpendeza sana huyu Bwana Yesu. Lakini sasa Maria yeye akasema hapana. Mimi ni afadhali ni angalau nisikie tu neno ambalo linatoka katika kinywa chake, kwa maana kile ambacho kinatoka kwake ndicho kinaweza kunibadilishia maisha ama kunigeuzia maisha. Ndicho kinaweza kunibadili, kinaweza kunipatia kitu cha maana sana. Yaani neno la Mungu linaleta uzima, na tena sio uzima huwa wa muda tu hapa ulimwenguni, bali uzima wa milele. Akasema mimi ninahitaji neno tu, angalau basi aseme neno moja tu, halafu moyo wangu utafurahi na mimi maisha yangu yatabadilika. Unasikia mtu anatafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu mengine yote atazidishiwa. Yaani huyu Maria kweli alichagua fungu lilo jema. Ndivyo Bwana Yesu alimwambia Martha. Martha alipokuja na malalamiko kusema Bwana, tazama dada yangu anakaa tu hapo, hanisaidia hata, unaona mimi nashughulika sana na kukuandalia. Bwana Yesu akamwambia hapana Martha, unashughulika katika mambo mengi, lakini dada yako huyu amelichagua fungu lililo jema, wala haweza kaondolewa. Jamani, nataka leo tuendeleshe, wala sio leo tu, na mwingine ambaye atajisikia kabisa kuendelesha kwenye somo hili hata kwa wiki kesho, hata kesho yake, yeyote yule ambaye anajisikia na yeye kubarikiwa na somo hili, basi tutaliendelesha hili somo. Hata ndugu yetu Joseph ambaye amelianzisha, basi itakuwa bora zaidi kama angeweza kuendelesha pia. Sisi sote tukutananie kwenye neno hili, kwa maana hiki ndicho kitu cha maana sana kuliko vingine vyote, kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Watu wanatafuta mambo mengi, wengine wanayatafuta hata katika jina la Mungu ama jina la Bwana Yesu. Wanatafuta mambo yao, lakini katika jina la Bwana Yesu. Si kwamba wanamtafuta Mungu, si kwamba wanatafuta haki yake, lakini wanatafuta mambo yao ila katika jina la Yesu. Jamani, neno hili ninalisikia kama lina uzito fulani ndani yangu. Huenda nilisisitizie sana ili na wewe ulisikie. Watu wanatafuta mambo mengi.
wengine wanayatafuta katika jina la Yesu. Unajua mtu anaweza kwenda hata mlimani, anapigwa na mvua, anapigwa na baridi, analala porini. Huyu utafikiri kwamba anamtafuta Mungu ama anatafuta haki yake. Kumbe sio Mungu anatafuta, wala sio haki yake anatafuta, bali anatafuta mambo yake, lakini katika jina la Yesu. Kwa sababu ameambiwa ya kwamba ukiomba utapewa. Si ni andiko? Bwana Yesu amesema katika Injili hii ya Mathayo sura yake ya 7 mstari wa 7. Anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni Bwana Yesu amesema. Alafu utakutana mtu ana mambo yake, ana mahitaji yake. Alafu anakwenda mlimani kuomba. Mwingine anakwenda jangwani, mwingine anakwenda sijui majini. Wako watu ambao wanalala katika maji ili kwamba Mungu ajibu mahitaji yao. Hawa wanatafuta mambo yao, lakini katika jina la Yesu. Sasa ndugu yangu, wewe ambaye unanisikiliza leo, kwa kweli ningetamani sana ama ningekusihi uangalie vizuri katika maisha yako ya Kikristo. Ninajua wewe ni Mkristo kweli, una kanisa lako, una mchungaji wako, ama wewe mwenyewe ni mchungaji, sijui una mahali fulani unakusanyikia, unafanya huduma, unafanya kazi ya Mungu. Wengine ni wafuasi tu, ni washirika kanisani. Lakini sasa ningetaka sote, kila mmoja ajichunguze kwanza mwenyewe, aseme kitu gani ambacho kimenifanya leo niwe hapa? Ninachokifanya hiki ni kwa makusudi gani? Ni kwa lengo gani? Ninataka kufikia nini? Kwa sababu hata katika huduma ya maombi mtu anaweza kuwa akitafuta mambo yake, lakini katika jina la Yesu. Alafu Mungu anageuka kama chombo tu ambacho kitakufanya wewe ufikie kile ambacho wewe unahitaji. Wewe unahitaji, una mahitaji yako, alafu unaona kwamba hauwezi ukayafikia isipokuwa Mungu akuwezeshe ama Mungu akupatie sijui nini. Basi alafu hapo wewe unaanza kumtumia Mungu kama chombo ambacho kinaweza kukufikisha kwenye malengo yako. Nisikilize vizuri ndugu yangu. Hapa ninapenda kupakazia sana, kwa maana adui shetani ameleta wajumbe wake hata makanisani. Anawasukuma watu makanisani, lakini si kwa lengo la kutafuta ufalme wa Mungu. Si kwamba watu waje walisikie neno la uzima, alafu wakatubie dhambi zao na kumwamini huyu Bwana Yesu ambaye anatupatia uzima wa milele. Alafu watu wanakuja tu ili kwamba watimize tamaa zao wakiwa kanisani. Unajua hata wahubiri wengine wanawaalika watu kuja makanisani ili kwamba wapate majibu ya mahitaji yao. Umekosa mchumba, basi njoo kwa Yesu utapata mchumba. Umekosa sijui kazi, njoo kwa Yesu utapata kazi. Unataabika sana na umaskini, njoo kwa Yesu utabarikiwa. Basi mtu anakuja kanisani si kwa sababu nyingine ila kuja kupata mahitaji yake. Anakuja na mahitaji yake, alafu huyu Yesu ama Mungu anakuwa tu kama ni chombo cha kumsaidia kufikia kwenye mahitaji yake. Basi Mungu anakuwa kama mtumishi. Siye Mungu tena wala siye Bwana, lakini ni mtumishi. Mungu nitendee hiki, nataka hiki, basi fanya hivi. Basi unakutana Mungu anakuwa mtumishi. Un serviteur tout puissant. Watu wanamwamini kwa njia ile. Mtumishi ambaye ana uwezo. Alafu kimwambia kufanya hiki, yeye anafanya. Jamani, huyu Mungu hatutamtumia kama chombo, kwa maana yeye ndiye muumba wa kila kitu. Ndiye amekuumba. Huyu ndiye anajua kile ambacho kinakufaa. Sasa Bwana Yesu ambaye
alikuja kufundisha watu ama kuwaonyesha njia ya haki, njia ya uzima, ambaye alikuja kutoa maisha yake ili kutuondoa katika ule utumwa wa shetani, kutufungua kwenye minyororo ya dhambi, kututoa gizani na kutuleta nuruni. Huyu ndiye ametamka neno hili. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, itafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na yote yale mtazidishiwa. Halafu ukiwa na mahitaji yako, unakuja kwa Yesu, unamwambia Bwana Yesu kusema mimi ninataka unitendee hivi. Basi hii yenyewe ni alama ya kwamba wewe haujui yeye ni nani. Haujui yeye ni nani. Basi huyu Yesu Kristo, tutaona kitu cha kwanza, kitu cha muhimu kilichomleta yeye. Unajua Mungu tangu zamani alitafuta mwanadamu. Kwa maana alipomuumba, Biblia inasema furaha yake ilikuwa ni kuishi na wanadamu. Lakini sasa mwanadamu amemgeuzia Mungu mgongo. Mwanadamu akaasi, alafu akataka awe Mungu yeye mwenyewe, ajitawale, afanye yaliyo mapenzi yake. Sasa Yesu amekuja ili kutupatanisha na Mungu, aturejeshe katika nafasi yetu ile ambapo Mungu alituhitaji. Sasa kama Yesu alijua wazi kile ambacho anakifanya, akaanza na maneno haya ambayo tunajifunza. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa kweli wanadamu wanatafuta mambo mengi. Na hata Adamu mwenyewe alichokuwa akitafuta, ingawa hakukipata, lakini aliendelea sana katika njia zake, mpaka akaanza kujitengenezea mavazi, alafu akajitafutia suluhisho ya maswali yake. Wala hakupata ufahamu wala fikiri ya kusema acha nimrudi Mungu, kwa sababu hapa ninaona wazi ya kwamba njia ninayoiendea hii njia sio sawa. Yesu mwenyewe anasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu yale mengine yote. Mungu anajua tunahitaji mengi, tuna mahitaji mengi, lakini sasa katika hayo yote tunahitaji, basi tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Yale mengine tutazidishiwa. Je, tutazidishiwa namna gani? Tutazidishiwa kwa sababu tukikubali kwanza kuwa wana, kwa sababu Yesu Kristo amekuja kumtayarishia ama kumtafutia Mungu wana ama uzao. Yeye amekuja ili kwamba kila amwaminie, anayemkubali na kuliamini jina lake, basi afanywe mwana wa Mungu, apewe uwezo wa kufanywa mwana wa Mungu. Yesu Kristo alikuja kumtafutia Mungu uzao. Wote wanaomwamini ni uzao wa Bwana Yesu. Wote wanaomwamini Yesu Kristo ni uzao wa Mungu. Halafu tukiwa uzao, hapo tunakuwa wana, na wana hushughulikiwa ama hutunzwa na wazazi wao ama baba yetu wa mbinguni. Huyu ndiye sasa ataanza kushughulika na mambo yetu. Ndiyo maana tukitafuta haki ya Mungu kwanza, mengine yote tutazidishiwa. Unajua Bwana Yesu alipokuwa akiongea maneno haya, kwanza alikuwa akisema, akiwaambia wanafunzi wake wasijisumbue kwa jambo lolote, wasijiulize watakula nini, watavaa nini, kwa sababu baba yao wa mbinguni, huyo anajua kile ambacho kinawafaa, atawashughulikia sawasawa na mapenzi yake mema. Basi ndugu yangu, wewe mzazi uliye hapa, unayenisikia leo, ninajua wazi utaelewa vizuri sana. Kama wewe una watoto, si watoto ambao wanakuambia baba tufanyie hiki na kile. Ni wewe unajua kwa umri huu wa huyu mtoto anahitaji kitu fulani. Nitampa chakula hiki, nitamvika mavazi ya namna hii, nitamlipia shule, nitamfalia hiki na kile. Basi ni mzazi ambaye anashughulika na mambo ya mtoto. Basi mtoto akijua yeye ni mtoto nyumbani, basi yeye atatulia na atatulia katika imani ya kwamba mzazi wake atamtendea yote.
Ikiwa ni muda wa kumuosha maji, atamuosha. Ikiwa ni muda wa kumulisha, atamlisha. Ikiwa ni muda wa kumlalisha, atamlalisha. Basi mzazi ndiye anajua kile ambacho mtoto anahitaji. Sasa sisi kwa sababu tumeingiwa na huyo roho wa uasi, yule ambao tulirithi kwa babu yetu Adamu, basi unakutana sisi tunajifanya watawala wa maisha yetu, ama tunajiongoza sisi wenyewe. Kile ambacho tunataka ndicho ambao tunatafuta. Unatafuta kile ambacho unataka. Alafu kwa sababu tunazijaa tamaa, tena tamaa za mwili ambazo ni tamaa za ulimwengu, basi utakutana mara nyingi mambo tunayoyahitaji ni yale ambayo yanatufaidia kimwili. Yale ambayo yanatufaidia kimwili, yale ambayo yanatufanya tuwe watu wa ajabu katika ulimwengu huu. Basi unajua kwa imani ninakiri mambo makubwa. Unajua hii imani pia ambayo imehubiriwa kwa siku nyingi, na hao watu ambao wanaitwa ni watu wa kiroho, watu wa imani, unajua unabidi kuwe na imani kubwa, na ukikiri mambo makubwa, kwa sababu Mungu amesema tutakuwa vichwa wala si mkia. Lakini ingawa hawa wanasoma maandiko haya na wanaomba sana na wanakiri na kukiri, hawajafikia kiwango ambapo wao wenyewe wanajisikia kweli kwamba ni kichwa. Ukitafuta mali nyingi hautawafikia watu wa ulimwengu, kwa sababu ukiangalia vizuri matajiri wakubwa katika ulimwengu huu sio Wakristo, sio watumishi wa Mungu. Ingawa kuna wengi ambao wanajitahidi kwa njia yoyote iwezekanayo ili wapate mali, lakini hawatawafikia watu wa ulimwengu. Unajua mtu anaweza akajisifu kwamba yeye amepata gari nzuri, anatembelea gari nzuri, lakini anasahau ya kwamba yeye ana gari moja, hata kama angekuwa na 2, 3 wala 4. Lakini anasahau ya kwamba hii gari amenunua ni kwa mpagani. Huyu mpagani yeye ana kampuni, anatengeneza magari. Sio yeye hana gari, ana kampuni ya kutengeneza magari. Sasa wewe utakuwa kichwa kwake lini? Utakuwa kichwa lini? Kama unatafuta mambo ya ulimwengu, kuna watu ambao wanayo kukuzidi wewe. Alafu ukifuata andiko lile kwamba tutakuwa vichwa si mkia, utakuwa kujikuta kwamba utamhukumu Mungu, kushuhudia uongo, kusema uongo, kwa maana hautamuona hata mmoja miongoni mwa watu wake ambaye ana mali nyingi kuliko watu wote. Hata mitume wa Bwana Yesu ambao leo wametuachia maneno haya ambayo tunazungumzia, aba maandiko haya, haya maandishi ya Biblia wameacha, lakini wenyewe maisha yao yalivyokuwa, kwa kweli wengine wamekwenda maskini kabisa. Hawakuacha kitu chochote ulimwenguni, lakini walikuwa na imani, walimfurahia Mungu. Walikuwa watu ambao maisha yao hayakutamaniwa duniani, lakini kwa mtu wa Mungu, mtu aliye na roho wa Mungu, akisikia habari zao anatamani kuwa kama wao. Ni watu wana ushuhuda mzuri, watu ambao wameishi maisha ya furaha, maisha ya amani, watu ambao wameonyesha maisha tofauti katika ulimwengu huu, watu ambao walikuwa wakisumbuliwa, wakiteswa, lakini badala ya kulaani wao wanabariki, wanaombea watu rehema. Naomba Mungu wasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Wanatenda mema mahali pote wanapokwenda, wanakubali kusumbuka, wanakubali kutaabika kwa ajili ya haki. Hawa ni watu ambao walimsikiliza Bwana Yesu. Wengine wamefanya naye miaka 3.5, wengine wala hawakuwahi kuishi naye, lakini wamemuona kutokana na ufunuo, kama vile mtume Paulo amekutana na Bwana Yesu njiani kwa njia ya ufunuo tu. Hakuishi na yeye kama akina Petro na Yohana, lakini alimtambua Bwana Yesu ni nani, alafu akamkabidhi maisha yake,
alijitoa kwa Yesu Kristo, halafu Yesu Kristo naye akamtumia kama chombo. Yesu Kristo akamtumia kama chombo, na leo kweli tukisoma maandishi yake hapa tunaona mtu wa Mungu kweli, nasi tunatamani kuwa na maisha kama ya kwake. Lakini siri ni moja, ili kwamba tuwe na maisha kama ya mitume, basi siri yetu sio ingine, ni kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu mengine tutazidishiwa. Sasa hebu tuangalie haki ya Mungu ni nini. Hii haki ya Mungu ni nini? Ama ufalme wa Mungu ni nini? Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, halafu mengine mtazidishiwa. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura yake ya 14 mstari wa 17, Biblia inasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu ni haki. Ufalme wa Mungu ni haki. Sasa hii haki yenyewe ni nini? Ufalme wa Mungu ni haki, ni amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa Mtume Paulo akiongea maneno haya, alimaanisha nini? Alitaka kutujulisha nini? Haki ya Mungu ambayo ndio ufalme wa Mungu ni nini? Ukirudi nyuma katika ule waraka wake kwa Warumi sura yake ya 3 mstari wa 21, Biblia inasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Hapa Biblia inaonyesha wazi ya kwamba haki ya Mungu ambayo haikujulikana hapo zamani, sasa imedhihirika ama imeonekana. Tena imeonekana pasipo sheria. Unajua, katika sheria haki ilikuwa ni kutimiza sheria. Ukifanya hiki ambacho amri inasema, basi wewe unatii, wewe ni mwenye haki. Ukikataa kufanya hiki ambacho Biblia inaonyesha kuwa ni dhambi, basi wewe unakuwa mwenye haki. Watu walijua haki ambayo inatokana na sheria, lakini katika haki ile Biblia inasema wazi ya kwamba hapakuonekana hata mmoja ambaye ni mwenye haki. Wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, wote wametenda dhambi. Kwa sababu kama wewe ungeacha uuaji, basi na wewe ni mzinifu, na bado wewe ni mzinifu, basi wewe hauna haki yoyote ile. Basi ukiacha uzinifu halafu wewe ni mwizi, basi wewe pia hauna haki yoyote ile. Kwa sababu katika sheria inabidi uzitimize zote bila kukosea hata moja. Hebu tukamate mfano wa hizo sheria 10 tu. Ili kwamba wewe uhesabiwe haki ya sheria, inabidi uzitimize zote kama zilivyo 10. Ukitimiza 9, halafu ukajikwaa kwenye sheria moja tu, basi Biblia inasema wewe umezikosea zote. Wewe si mwenye haki. Ndio maana Biblia inasema wote wametenda dhambi, wakapungukiwa utukufu wa Mungu. Lakini sasa kuna haki ya Mungu ambayo ilidhihirika. Hii haki ya Mungu Biblia inasema inapatikana ni kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo ama Mungu wetu anawahesabia haki bure kwa neema yake tu wale ambao kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu
hawa wanamwamini yeye, wanamwamini Yesu Kristo. Unajua huyu Yesu Kristo ndiye haki yetu. Tangu zamani za manabii, nabii Yeremia katika sura yake ya 23 ama mstari wa 23, mstari wa 5 na mstari wa 6, Biblia inasema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Bwana ni haki yetu. Unasikia chipukizi hili ambalo Mungu atalitoa katika Daudi. Biblia inasema huyu jina lake atakuwa tena ni Bwana haki yetu. Bwana ni haki yetu. Hilo ndilo jina lake. Bwana ni haki yetu. L'Éternel, notre justice. Éternel, notre justice. Huyu ndiye haki yetu na ndiye haki ya Mungu. Sasa ukitafuta ufalme wa Mungu, basi ina maana kwamba wewe unamtafuta ni Bwana Yesu, kwa sababu huyu ndiye haki yetu. Huyu ndiye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu alipokuwa hapa chini ulimwenguni, alihubiri injili, na injili aliyokuwa akihubiri, alikuwa anahubiri injili ya ufalme wa Mungu. Unajua injili ya ufalme wa Mungu ndio inabidi ihubiriwe mpaka dakika ya mwisho. Unajua katika Mathayo 24 mstari wa 14, Yesu anasema dalili ya mwisho, kile ambacho kitaonyesha wazi ya kwamba anakuja sasa ama siku ya mwisho inakaribia, ni kwamba habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa wote, yaani katika ulimwengu wote. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio habari ya haki. Injili ya haki. Unajua mwenye haki kwa wakati wa kale, kama nilivyosema katika nyakati za sheria, mtu alihesabiwa haki kwa njia ya kutimiza sheria. Lakini sasa habari njema ni kwamba kuna mmoja ambaye alitimiza sheria zote akazitimiza. Huyu amezaliwa akiwa chini ya sheria, akakulia chini ya sheria, halafu akazitimiza sheria, na hapo msalabani akasema imekwisha. Huyu Bwana Yesu ndiye ambaye ni mfalme wa haki, na huyu yule anayemwamini, huyu anahesabiwa haki bure na Mungu kwa njia ya neema tu. Ukimwamini huyu, basi maisha yako yanakuwa ni maisha ya haki. Na haitoshi, Mungu anaitwa baba yako, na kama Mungu anaitwa baba yako, basi una imani ya kwamba wewe ufalme wa baba yako ni ufalme wako pia. Unajua kuna watu ambao wanajitaabisha sana wakitumikia ufalme wa Mungu, lakini ndugu yangu, leo ninataka nikwambie wazi ya kwamba hakuna kitu ambacho unaweza ukifanya ambacho kinaweza kukufanya wewe ustahili kuingia katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa haki. Mbinguni Mungu anaishi katika utukufu wa hali ya juu. Hakuna dhambi, hakuna kitu chochote kichafu ambacho kinaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Hakuna. Na tumeona kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
hata ungejiosha na kujitakasa sijui aina gani, hata ungefanya matendo gani, hata ungejisumbua na kujitaabisha mwili, unajiumiza na maombi marefu sijui na kufunga na kuomba, yani unatoa mali yako, hata Biblia inasema hata ungejitoa mwili wako ungue motoni, wewe hiyo haiwezi kukufanya ustahili kuingia katika ufalme wa Mungu. Haiwezekane. Njia moja tu ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni kwamba leo ukubali kuwa mwana wa Mungu. Basi ukiwa mwana, ukiwa uzao wa Mungu, basi wewe pia ni mrithi. Mrithi wa ufalme wa Mungu, kwa sababu umekubali, umezaliwa na Mungu. Wewe ni mwana wa ufalme, si kwa njia ya matendo yako. Ndio maana Biblia inasema tumehesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo. Unatafuta ufalme wa Mungu, basi umwamini Bwana Yesu na wewe tayari ufalme unaingia. Tumesikia kwamba ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, ni amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Haki tumeisikia ni Bwana Yesu, na hii haki tunaipata bure kwa Mungu, na hiyo haki ambayo itatufanya sisi tuingie katika ufalme wa Mungu ni haki ambayo watoto wa Mungu wanahesabiwa bure kwa njia ya imani katika Bwana Yesu. Alafu ufalme pia Biblia inasema ni ufalme wa amani, na hiyo amani sio mwingine, ni Yesu Kristo pia. Huyu ambaye ni haki yetu pia ndiye amani yetu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura yake ya 2 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja, ama kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Eti naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Huyu ndiye amani yetu, kama tulivyosikia kwa mstari wa 14. Eti kwa maana yeye ndiye amani yetu. Nani huyo? Bwana Yesu. Huyo ndiye amani yetu. Huyo alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Unajua, katikati yetu kulikuwa uadui. Iwe kati yetu na Mungu palikuwepo uadui, na katikati yetu sisi wenyewe palikuwa uadui. Unajua, tangu zamani za uumbaji, Adamu huyu alipomwasi Mungu na mke wake Hawa, walizaa watoto, na hao watoto wawili, katikati yao kukaonekana uadui, mpaka mkubwa akafikia kumuua mdogo. Basi Yesu Kristo amekuja kama amani yetu sisi ambao tumemwamini, ama amekuja kuleta amani ulimwenguni katikati ya watu wawili ambao walikuwa hawapatani. Basi akaleta upatanisho, lakini kabla hajapatanisha hawa watu wawili, basi alimpatanisha kwanza mtu na Mungu. Bwana Yesu alikuja kama mpatanishi kati ya watu na Mungu. Baada ya kuwapatanisha watu na Mungu, halafu ndipo akawapatanisha watu sasa wenyewe. Akaanza kuwaonyesha jinsi walivyo ndugu katika Bwana. Anasema ninyi ni ndugu, basi mpendane. Hii ni amri kubwa ambayo aliwaachia wanafunzi wake. Anasema ili ulimwengu upate kujua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli, basi inabidi mpendane. Kwa maana mimi mwenyewe ni upendo, na upendo wangu umeonekana kwa ulimwengu.
Kwa sababu sio rahisi mtu kukubali kutoa maisha yake kwa ajili ya mwingine. Na kama ingewezekana, basi ni afadhali huyo mtu ambaye anatolewa maisha basi awe mtu mwema, mtu mzuri. Lakini sasa upendo wa Mungu umedhihirika kwamba yeye tulipokuwa bado tungali wenye dhambi, Kristo amejitoa kwa ajili yetu. Ina maana ya kwamba Kristo amefia watu wabaya, watu wenye dhambi. Basi kama ni vigumu mtu kuweza kufia rafiki yake ama mtu mwema, basi itakuwaje kama mtu anakubali kutoa maisha yake? Yaani ni upendo wa namna gani mtu kukubali kutoa maisha yake kwa ajili ya mwingine? Ama mtu mubaya kama mimi, mtu mubaya, mtu mwenye dhambi, mtu mwovu, adui, unakubali kutoa maisha yako kwa ajili ya adui? Sisi tulikuwa ni maadui wa Mungu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uasi. Tumemkataa Mungu, tumemwasi Mungu. Basi sisi tulikuwa ni maadui wa Mungu, lakini Bwana Yesu akakuja kutufia. Unaona, ni upendo ambao hauna kipimo. Alafu Bwana Yesu akamwambia wanafunzi wake, anasema pendane ili ulimwengu pate kujua ya kwamba mimi nilitumwa, nilitoka kwa Baba, nilikuja kabisa nikitumwa, na afu na akili nilichotumwa basi mimi nilikifanya. Jamani, huyu alikuja ulimwenguni, lakini ulimwengu haukumtambua. Unajua, hata wakati wake alipokuwa akizungumza habari za ufalme wa Mungu, unajua injili ya Bwana Yesu ilikuwa ni tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Basi kitaja ufalme wa Mungu, kuna watu wenye dini, Mafarisayo, waandishi, Masadukayo, hao wakakuwa wanamuuliza, sasa huo ufalme utakuja lini? Natuambia ufalme. Sasa huo ufalme utakuja lini? Ukisoma katika injili ya Luka sura yake ya 17 mstari wa 20 na 21 inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Hapa kwa Kiswahili hawakutafsiri vizuri. Ufalme wa Mungu haukukuwa ndani yao, kwa maana hawa ni Mafarisayo, ni watu ambao hawakuwa wanamwamini Bwana Yesu, ni watu ambao hawakuwa wanakubali kwamba yeye ametoka kwa Mungu. Hawakumkubali kama Bwana na Mwokozi wao. Basi ufalme ulikuwa katikati yao, lakini si ndani yao. Kwa sababu ukisoma lugha zingine ndipo utasikia kwamba kweli ni katikati yao. Within, hapana in. So behold, the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Na kwa Kifaransa wanasema, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Kwa mstari wa 21 anasema, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Katikati yenu. Kwa sababu hapo walikuwa wamemzunguka, alafu wanamupiga maswali, alafu wanasema ufalme wa Mungu utakuja lini? Yesu akawaambia, hauji kwa njia ya kutazama na macho, wewe unakuja au useme yuko hapa au pale. Tazama ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Au milieu de vous. Ufalme wa Mungu uko katikati yenu, within you. Lakini hata hivyo hawakuwa wanatambua kwamba yeye mwenyewe yuko anajitaja kama ufalme wa Mungu. Hawakujua kwamba yeye iko anawazungumzia mambo yake mwenyewe. Sema, mimi hapa hamunioni, mnatafuta ufalme wangu, mtautafutia wapi? Mbone mimi hapa? Watu hawakuona ufalme wa Mungu, japokuwa ulikuwa katikati yao.
Huo ufalme wa Mungu ni Bwana Yesu mwenyewe. Bwana Yesu mwenyewe. Halafu Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, halafu mengine yote mtazidishiwa. Tafuta ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Ina maana kwa usemi mwingine, tafuta Bwana Yesu. Ukimpata Bwana Yesu, basi umepata yote, kwa sababu ndani yake ndimo mna utajiri wote wa Mungu kwa njia ya Roho. Utajiri wote wa Mungu umo ndani ya Yesu Kristo. Basi ukimpata huyu, umepata vyote. Basi nikielekea mwisho ama ukingo wa somo letu la leo, acha nisome andiko hili katika Mathayo sura yake ya 12 mstari wa 27 ama 27 ama 28. Nasema, na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nini? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Hawa watu ambao walikuwa wakitazamia kuona ufalme wa Mungu utakuja kwa njia hii, utakuwaje? Yesu akamwambia, hapana, hauji kwa kutazamia eti wao huko hapa. Sasa hapa anawaambia wazi ya kwamba ikiwa mimi ninatoa pepo kwa ajili ya Roho wa Mungu ambayo yuko ndani yangu, ama ni Roho wa Mungu ndiye anatenda kazi pamoja na mimi, basi jueni ya kwamba ufalme wa Mungu umewajilia. Je, ndugu yangu mpendwa, si mambo haya ni wazi sasa kwamba yeye mwenyewe ndiye alikuwa akijitaja? Ufalme wa Mungu tayari ulikuwa umekuja, kwa sababu ametenda miujiza kwa mkono wake wa Roho Mtakatifu. Alitenda miujiza kwa njia ya Roho Mtakatifu, lakini sasa watu hawakutambua kwamba ufalme wa Mungu umewajilia. Ufalme wa Mungu katikati yao. Basi kumtafuta yeye ndiko kutafuta ufalme wa Mungu. Watu waliendelea kuomba sana. Unajua, wakati mwingine alipomaliza kusoma kile kitabu cha nabii Isaya, sema, Roho wa Mungu yuko juu yangu, amenipaka mafuta ili wahubiri maskini habari njema, amenituma ili kuja kuwafungua ama kuwaponya wenye mioyo yenye kuvunjika, sijui. Yaani sasa alimaliza kusoma maandiko haya akasema, maneno haya yametimilika masikioni mwenu. Halafu wale ambao walikuwa wanajua maandiko akasema, sasa huyu ni nani ambaye anatafuta kujifananisha? Yaani anatafuta kusema kwamba maneno haya yalikuwa yanamzungumzia yeye. Basi chukueni yeye mwene mkamtupe huko nje. Wakamtoa hekaluni, wakatafuta mahali ambapo wanaweza wakamtupa alafu aanguke huko afi. Lakini Bwana Yesu akaponyoka. Sasa unajiuliza, hawa watu wakati walirudi wanatoka kumtupa huko nje, hawakuendelesha ibada? Waliendelesha ibada. Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, waliomba sana, wakatoa sadaka, wakafanya kila kitu, lakini huku wanamfukuza yule ambaye ni ufalme wa Mungu. Wamemtoa nje, wamemtupa, wamemkataa, lakini bado wanaendelea kumfanyia Mungu ibada. Ibada gani hiyo? Yesu anasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Basi ukiwa na Yesu, wewe una heri. Heri wewe kama Bwana Yesu kweli ni mfalme wa maisha yako, kama ni mtawala wa maisha yako, kama umempata yeye, basi jua hakika wewe ni mtoto wa Mungu, tena wewe ni mrithi wa ufalme wa Mungu. Basi hautajitabisha tena kutumikia mbingu, lakini utakachokuwa ukifanya, utakifanya kwa sababu wewe ni mwana wa ufalme. Na wana wa ufalme ni wana wa nuru, wanatembea katika nuru. Kila wanachokifanya wanakifanya kwa upendo, wakisukumwa na Roho wa Mungu, kwa maana ufalme wa Mungu ni ndani yao na wao wako katika ufalme wa Mungu. Jamani, niishie hapo leo, alafu Bwana kitujalia kwa wakati mwingine tutaendelesha. Unajua tunatafuta mambo mengi katika ulimwengu huu, na haswa Wakristo wa leo kweli wengi wamejawa na tamaa ya ulimwengu, lakini hawajui ya kwamba yule ambaye anamvaa Kristo, yule aliye wa Kristo, ni mtu ambaye amesulubisha hiyo hali yake ya kimwili, hizo
tamaa zake amezisulubisha. Yaani ni mtu ambaye amejikana nafsi yake halafu akamwamini huyu Bwana Yesu. Hebu nimeongea mengi, lakini acha niachie hapo na tutaendelesha baadaye kwa mapenzi ya Bwana. Basi mbarikiwe wapendwa.